Kesi ya mwenyekiti wetu Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha siasa katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, imeendelea leo, ambapo shahidi wanne wa upande wa mashtaka ameweza kutoa ushahidi wake, na alikuwa ni shahidi ambaye anasema kwamba anatoka ni machinga, anatoka kule Ubungo Kibangu, na kwamba aliona ile video akiwa hapa posta hapa ya zamani, aliweza kuona ile video ya ambayo ilikuwa ina ujumbe wa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu akisema kwamba watakinukisha. Sasa na hiyo ilimfanya yeye apate jakamoyo na kuanza kuchukua kurudi nyumbani na kutana na watu kijiweni pale Ubungo Kibangu, maskani, akuta watu wanaipitia ile video, na baada hapo akatoka akampigia askari ambaye ni ndugu yake huko, anasema atatoka kule kituo cha Tabata Rerini, na ndugu yake akamhakikishia kwamba jeshi la polisi linachukua hatua stahiki. Lakini mnamo tarehe 9 ya mwezi wa 4 akaitwa. Kumbuka tarehe 9 mwezi wa 4 ni tarehe ya msingi sana, ndio siku ambayo mwenyekiti alishikwa akiwa kule Tunduma. Lakini kumbe wakati huo huyu machinga yeye alikuwa amefanikiwa kwenda kuchoma pale hapo Central Police, akatoa statement yake akaiandika, na ndio fahamu ambayo ilitokea. Sasa leo mwenyekiti ameweza kumpitisha yule shahidi katika ushahidi wake ambao maelezo yake ambayo aliandika kule polisi, na kuweza kuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo huyu shahidi huyu asiaminiki. Alichokisema katika alichokiandika katika ushahidi wake, maelezo yake kule polisi yanatofautiana kwa sehemu kubwa sana, au kuna kila kosa maelezo mengine ambayo leo alikuwa kama anataka kuyapachikia na kuyaongeza, na mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba huyu mtu hata kitambulisho cha NIDA hana. Simu alituambia, anasema yenyewe simu ameshapoteza tokea mwezi wa 10. Yule mtaalamu wa kusafu Facebook na WhatsApp na nini, tokea mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hana WhatsApp, hana hiyo simu. Na baadaye ni kwamba huyo mtu akatoka hapo akasema na ndugu yake wa Tabata Rerini polisi, hakuweza hata kumuonyesha huyo mtu. Lissu alimuuliza, je, utambulisho wako wa NIDA kama unao, je majaji wakabidhi? Hapana. Una leseni ya kufanya biashara? Hana. Wapi unajua unanunua, nasema nunua hata hizo bidhaa zako pale Ilala Boma sokoni, uziko wapi? Hawezi hata kuonyesha. Basi ilikuwa ni kwa namna moja, ilikuwa kwa Kiingereza wanasema it was painful to watch, yani kwamba huwa inaumiza sana hata kuangalia, kwa sababu mwingine unapata hasira zaidi unaposikia, unayasikia na nani, wakati mwingine unapata shida, unaweza kupata vidonda vya tumbo kutokana na ushahidi wa namna ile, kwamba unaweza kunaamini watu wenye akili timamu wanaweza kuwa na ushahidi. Hata mwenyekiti alimuuliza, wewe una akili sawa sawa? Una akili timamu? Ilikuwa ni hivyo. Serikali zao kupinga, lakini masuala yaliendelea. Mwisho wa siku ni kwamba ushahidi amemaliza. Hata serikali hakuwa hata kuweza kumpinga katika yale ambaye mwenyekiti aliweza kuonyesha utofauti wa maelezo yaliyoandikwa polisi na ambayo yametolewa hapa. Baada hapo ulikuwa na kesi akiwa iweze kuendelea kwa shahidi mwingine ambaye alikuwa anaitwa P6, lakini ushahidi alikuja, lakini sasa kesi ilipotaka kuanza ile saa 8, tunaanza mahakamani saa 8:30, mwenyekiti Tundu Lissu aliweza kuarifu mahakama kwamba alikuwa ajala chakula cha mchana. Sasa hii ambayo hiyo hoja iliwafanya majaji waweze kujisikia kwamba haiwezekani, wakatoa ahirisho la nusu saa, dakika 15, kwamba mwenyekiti Tundu Lissu apate chakula, lakini mwisho wa siku imeshindikana. Watu wa magereza wameweka mguu chini kwamba chakula lazima kitoke kwao na taratibu zao, kwamba chakula una usalama nacho. Lakini hoja ya msingi ambayo mwenyekiti ameweza kuibua kutokana na jinsi alivyosema ni kwamba wafungwa wanapokuja mahakamani, kutokana na tunafuata utu, tukizingatia ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara 12, kwa sababu kila mtu anastahili utu wake uweze kuheshimika, inatakiwa chakula mtu aweze kula chakula cha mchana. Sasa unapokuwa na wafungwa na mahabusu ambao wanakuja mahakamani wapate chakula cha mchana, huo ni matendo ya kudhalilisha na kukiuka utu wao. Ndio kesi ambayo imeweza kuibuliwa. Kingine cha msingi ambacho sikasahau, kile kizimba leo ambacho shahidi anatolea ushahidi kimeonyesha kwamba tuna tatizo kubwa sana katika mahakama zetu, kwamba kwa sehemu kubwa vizimba vimejizu ambavyo vimetengenezwa kule mahakamani katika vyumba mbalimbali vya mahakama ambavyo vipo, iwe Kisutu iwe wapi, ni kwamba majaji au mahakimu hawaoni wale mashahidi. Sasa tunategemea kupitia kesi hii kwamba hiyo kasoro itarekebishwa katika mahakama zote katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sio kwamba hii marekebisho haya yafanyike kwa kesi ya mwenyekiti Lissu tu, bali kupitia kesi hii yaweze kufanyika katika
mahakama zote. Tunategemea jaji mkuu anasikia, jaji kiongozi anasikia, majaji wote wafawidhi katika kanda zote za mahakama kuu katika nchi yetu na katika mikoa yote ya mahakama kuu wanachukua hizo hatua. Ni swala la msingi, alihitaji hata kujadiliana. Ni swala ambalo linatakiwa kutekelezwa, na vile vile napenda kwamba kwa sababu na mimi ni wakili, chama chetu cha mawakili cha Tanganyika TLS lazima tulisimamie kwa imara zaidi kwamba hiyo kasoro iweze kurekebishwa. Basi kesi hii imeahirishwa hadi kesho saa tatu asubuhi, lakini mwisho wa siku ni kwamba mwenyekiti hakupata chakula.